Nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha watoto ambacho tumekiita kwa somo linaloitwa kujua siri za Mungu ndani ya mtoto, ambacho kinarushwa kila siku ya Jumanne katika channel ya NYTV. Nakukaribisha sana uendelee kufuatilia masomo yetu ambao yanaendelea. Kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza namna ya tulijua mtoto, lakini pia tukajifunza tukajua pia mahitaji ya mtoto. Lakini leo tunaendelea pale tulipoishia. Tunaenda kuona katika ile mahitaji ya mtoto, tunaenda kuona vipengele viwili. Tutaona mahitaji ya mtoto kiroho na mahitaji ya mtoto kimwili. Kwa hiyo kwa kwanza tunaona kwamba kipengele chetu hiki kinachoendelea kinaitwa mahitaji ya mtoto, na yanahusiana, mfano kama hii sehemu ya kwanza ambayo ni ya kimwili, yanahusiana na afya na ustawi wa mwili wa mtoto. Kwa hiyo tutaanza na kimwili. Kwa kama tulivyosema toka mwanzo kwamba tutajifunza maendeleo ya mtoto au tutajifunza kuhusu mambo ya watoto upande wa kiroho na upande wa kimwili. Kwa hiyo nitaanza kwanza na upande wa kimwili kwamba mtoto anahitaji kustawi wa mwili pamoja na afya njema. Na tunaangalia katika vipengele vifuatavyo. Tunaona kwamba mtoto anahitaji lishe bora. Anahitaji lishe bora. Kwa kama mzazi au mlezi au sehemu yoyote ambao mtoto anakuwa, ni vizuri kuzingatia lishe yake bora katika makuzi yake na maendeleo yake ya mwili. Kwa anahitaji kula vyakula ambavyo vinaweza kumsaidia mwili wake kukua. Na katika kukua kimwili hapa tunaona mtoto anaweza kukua kimwili, tunaona anaongezeka urefu, ataongezeka uzito, ataongezeka pia mwili wake utaongezeka. Wengine wanasema labda kuongezeka kwa mnene, lakini ni kati ya sehemu ambazo mtoto size pia tunasema ni kati ya sehemu ambazo mtoto tunasema anakuwa kimwili. Ili tuweze kujua maendeleo yake ya ukuaji wa kimwili, tunaangalia hayo maeneo. Je, huyu mtoto anakuwa, anarefuka au anabaki tu kwa ufupi wake ni vile vile, labda kama alivyokuwa mchanga ni hivyo hivyo? Je, anaongezeka urefu? Je, anaongezeka uzito? Je, mwili wake unakuaje, unaongezeka? Hii ni kati ya maeneo ambayo tunaangalia tunavyosema kukua kimwili. Na ili hayo maeneo yote yaweze kufanikiwa, ni lazima mtoto apate lishe bora. Tunaenda kuangalia vitu vile ambavyo vinahusisha katika maendeleo na makuzi ya mtoto kimwili, ambayo ni nini? Tunasema lishe bora. Ni vizuri mtoto apate lishe bora, na kwenye chakula ambacho kinaandaliwa vizuri, kisafi, apate vyakula vya asili. Kuna vyakula vya madukani, lakini kwa maendeleo mazuri ya mtoto ni vizuri apate chakula ambacho ni cha asili. Kama mzazi au mlezi, ajitahidi mtoto kumpa maziwa mazuri. Kama mtoto anayenyonya, ajitahidi kama mzazi kuzingatia zile kanuni ambazo amefundishwa katika kituo cha afya. Mfano kama mtoto akiwa na mwezi mmoja mpaka miezi 6 anyonye maziwa ya mama. Kwa kama mzazi ambaye anatamani kwamba mtoto wake akue kimwili vizuri, ni vizuri kuzingatia. Labda kama una changamoto za kiafya, madaktari wanaweza kukushauri. Lakini kama huna changamoto za kiafya, ni vizuri kuzingatia namna ya kumnyonyesha mtoto vizuri, namna ya kuhakikisha wakati wa kula chakula ukifika miezi 6 ale chakula ambacho ni bora, ambacho kina virutubisho tofauti tofauti kwa ajili ya makuzi yake ya anavyoendelea kukua. Lakini pia tunaona kwamba ni vizuri mtoto apate maji safi na salama. Ni vizuri wakati kama makuzi yake, katika mahitaji muhimu ya mwili wa mtoto anapokuwa, apate maji safi na salama. Maji ya kunywa anayokunywa, maji anayooga, ni lazima yawe safi na salama. Lakini pia tunaona katika kipengele ambacho tunaona kwamba mtoto anatakiwa kuwa na makazi salama. Makazi salama ambayo yatamfanya mtoto awe salama, ajione kwamba kuna ulinzi, aweze kuwa na ujasiri. Mtoto pia kuna wakati hata kama wasiposema, anaweza kugundua kwamba ile eneo sio salama, hapa mazingira sio salama, au watu ambao wamemzunguka sio salama. Hata majumbani mwetu wakati mwingine unakuta umekaribisha wageni, lakini kama mtoto yule anayejitambua, kuna wageni ambao tunawakaribisha wanakuwa sio salama kwa watoto wetu.
Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba makazi tunayokaa yana usalama. Kuna usalama kwamba hata ukitokea umemwacha mtoto ujue mazingira yake ni salama. Hata kama maeneo anayopita barabarani uhakikishe kwamba mazingira yake, makazi yake yako salama, kuepuka magonjwa, kuepuka unyanyasaji. Tunaona hapa kwamba kama mazingira ya nyumbani yana uchafu, mtoto anaweza kupata magonjwa. Kama mazingira ya nyumbani kuna watu ambao sio vizuri, kutatokea unyanyasaji. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mazingira ambayo yanafaa. Lakini pia tunaona kwamba mavazi yanayofaa, mavazi husika. Hapa ninazungumzia watoto wadogo ambao pia tumejifunza umri wao na hatua zao za ukuaji. Tunaona kwamba watoto wadogo wanahitaji usalama, lakini pia wanahitaji kusaidiwa namna kuvaa mavazi husika. Kama mzazi ni lazima ujue nyakati. Kuna nyakati za joto, kuna nyakati za baridi. Kwa hiyo ni vizuri kama mzazi ujue hilo hitaji la mtoto wako. Vile alivyokuwa mdogo, yeye hawezi kujieleza. Wewe kama mzazi ni vizuri ujue kwamba kama wakati wa baridi uwe umeandaa masweta yako kadhaa kwa ajili ya mwanao, kwa ajili ya kumlinda asiweze kupata kifua, vichomi, limonia. Kwa kama mzazi unatakiwa kujiandaa na ujue majira ya hali ya hewa. Lakini pia joto, wakati mwingine joto linakuwa kali, hasa wale wanaoishi Dar es Salaam na mikoa mingine yenye joto. Ni vizuri kuzingatia kwamba mazingira ambayo unamweka mtoto kama yana joto likiwa kali sana, mtoto anapata shida, anaweza akapata vipele, akawashwa, wakati mwingine akasweti zaidi, akaloa, wewe huwezi kujua, analala hivyo hivyo, jasho linakauka, anaweza kupata pia limonia, anaweza kupata pia shida nyingine. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia kwamba haya mavazi anavaa wakati gani. Wakati wa baridi atafutiwe mavazi ya baridi, wakati wa joto atafutiwe mavazi ya joto, na kumsaidia ili mtoto aweze kuwa comfortable na mwenye furaha na amani. Lakini pia katika makuzi ya kimwili ya mtoto, kati ya mahitaji ambayo pia anatakiwa kuyapata ni afya na matibabu. Ni vizuri kuzingatia na kuweka mkakati kama familia au mlezi yoyote anayeishi na mtoto kuanzia yule mdogo. Hapa tunazungumzia kuhusu yule mzazi ambaye ana mtoto ambaye yuko tumboni. Ni vizuri kuzingatia afya ya yule mtoto. Hapa tunazungumzia pia kuwa hata vyakula ambavyo atakuwa anakula mama mjamzito azingatie kwamba ni salama kwa mtoto wake. Sio tu kwa mapenzi yake, lakini aangalie kwamba hiki nitakachokula ni kwa sababu pia ya mtoto aliyeko tumboni. Lakini ninasema afya na matibabu, kama ni mama mjamzito, ni vizuri ufuate taratibu, maelekezo ya kidaktari, kliniki lazima uende, huduma za afya lazima uzifuatilie. Kama kuna chanjo unatakiwa kupata, unatakiwa kuzipata kwa ajili ya kumkinga mtoto wako aliyeko tumboni na mpaka atakapozaliwa, kuhakikisha kwamba mtoto anaenda kupata chanjo kila wakati husika ambao umri wake unahitajika kwa ajili ya kumlinda mtoto asiweze kushambuliwa na magonjwa. Lakini pia hata atakapokuwa mkubwa ni vizuri kuweka utaratibu kwamba mtoto wangu atakuwa na mcheki afya kila baada ya muda fulani. Wale unakuta watoto ambao wanaokota vitu, ni vizuri kuwapatia dawa za minyoo kwa wakati na kuzingatia afya yake mara kwa mara. Na wale wazazi ambao wana watoto wadogo kabisa, ni vizuri kama mtoto wake ukisikia ana hali yoyote tofauti, usiipuuze. Hebu chukua hatua, nenda kwa daktari. Yaani hata kama unaona wewe una uzoefu, ni vizuri kuwa na uhakika kwa daktari, kwa sababu watoto hawawezi kujieleza. Kuna changamoto ambao wanazipitia, hawezi kusema najisikia kuuma kitu fulani. Lakini sasa kama mzazi ambaye hauko makini, utashinda kutimiza lile hitaji ambalo mtoto analo. Ni vizuri kumtafuta daktari kwa mapema, ni bora uonekane moga. Lakini kama kuna hali yoyote unaisikia kwa mtoto wako au unaiona kwa wale watoto wachanga ambao hawawezi kuongea, mfuate daktari, uliza, usaidiwe ili mtoto wako haweze kuwa salama. Usisubiri mpaka kwenye ile stage ambao mtoto ana hali mbaya, ndio unaanza kukimbia na kukimbizana hospitali. Mwisho wa siku unaweza kumpoteza mtoto wako kwa sababu ya kupuuzia vitu vidogo vidogo. Ni vema kwa wale watoto wachanga wazingatiwe taratibu zote za kiafya na wawe makini sana wazazi kwenda kuhakikisha hali yote wanayoikuta kwa mtoto anaifuatilia na kujua uhakika kwa daktari. Lakini pia tunaona kwamba michezo na mazoezi. Mwili wa mtoto unahitaji, ili uweze kukua vizuri, michezo
na mazoezi. Husaidia ukuaji wa misuli na mifupa. Kwa hiyo mtoto anahitaji michezo, anahitaji mazoezi. Anaweza kala bado ni mdogo, lakini kuna mazoezi tu ambayo ni ya watoto wadogo, yanaweza kufanyika nyumbani. Yanaweza kumsaidia katika makuzi yake, na hii pia inamsaidia kwamba misuli na mifupa ya mtoto inaweza kuwa imara na kuweza kupambana na vitu mbalimbali ambavyo anaweza inamsaidia tu pia maandalizi ya baadaye anavyozidi kuwa mkubwa, misuli yake ikiwa imara, mifupa yake ikiwa imara, anakuwa ni mtoto ambaye yuko jasiri, anaweza kufanya kazi, anaweza kupambana na hali yoyote ya mazingira yoyote atakayokutana naye, kwa sababu ameshajengewa namna ya kujenga mwili wake, kufanya mazoezi, michezo. Kwa hiyo ni vizuri hata kama una familia nyumbani, weka mazingira ambayo mtoto atakuwa anacheza, sio tu kumfungia ndani. Michezo ya nje, kama kuna bembea, kama kuna kukimbizana huko, labda kucheza mpira, mpe nafasi hiyo. Ni sehemu ya ukuaji, ni muhimu sana kuliko kumfungia ndani na kuangalia TV muda wote. Michezo ya nje inayoimarisha mifupa na misuli ni muhimu sana katika ukuaji wake, na hata kwa ajili ya future ya akili ni muhimu. Kwa hiyo inaimarisha pia katika ukuaji wa mwili na akili. Kwa michezo ni muhimu. Lakini pia tunaona pia mtoto katika mahitaji ya kimwili anahitaji usingizi wa kutosha. Mtoto anahitaji kupumzika kwa ajili ya mwili na akili. Kwa watoto wanatakiwa kupumzika, alale usingizi mzuri. Akilala vizuri, akiwa mtoto mwenye kupumzika vizuri, anaweza kusaidia mwili wake pamoja na akili katika makuzi yake mwenyewe. Kwa usingizi ni sehemu ya chakula cha mtoto. Na tunaona kwamba namna ambavyo mwili ili uweze kuwa imara, ili mwili uweze kuwa salama, kuna vitu ambavyo tumejifunza hapa. Kuna lishe bora, maji salama, mavazi salama, makazi salama, na afya ya matibabu, na michezo na mazoezi, na usingizi wa kutosha. Kwa hiyo kutokana tumeshajifunza mahitaji ya mtoto ya kimwili, tutaenda sasa kuona mahitaji ya kiroho. Kwa hiyo tulitamani tujifunze kwa mahitaji ya kimwili, sasa tunaenda kuona mahitaji ya kiroho. Mahitaji ya kiroho ambao yanahusisha malezi ya maadili, imani na maendeleo ya kiroho ya mtoto. Ili ni hitaji mojawapo la kiroho ambalo mtoto anahitaji kulipata, ambalo tunaona kwamba mtoto anahitaji upendo na uangalizi. Ile hitaji la kiroho kabisa, anahitaji upendo na uangalizi. Watoto wanahitaji kujisikia kupendwa, kuheshimiwa na kuona kuwa wako salama. Kwa kati ya mahitaji ya kiroho ya mtoto ni kuoneshwa upendo na uangalizi. Ni hitaji kubwa sana la upendo. Mtoto anahitaji, yani katika moja ya mahitaji makubwa ya mtoto, usije kusahau, upendo ni kitu muhimu sana kwa mtoto. Na tunaona pia hitaji jingine la kiroho, mafundisho ya maadili. Mtoto anahitaji kufundishwa kimaadili. Hili ni kati ya hitaji muhimu sana la kiroho. Kujifunza mema na mabaya. Mtoto anatakiwa kujifunza kwamba kuna jambo baya na kuna jambo mema, na ajifunze namna ya kuchagua. Kwa hiyo kuna kazi ya mzazi kuhakikisha anamuelekeza mtoto kujua jambo baya na jambo jema, kwa sababu yeye bado hajui chochote. Kwa hiyo kuna huo wakati ni wajibu wa mlezi au mzazi kuhakikisha anamuelimisha, anamfundisha, anamuelekeza, kumkataza au kumwambia kwamba hili ni jambo jema, unaweza kuendelea nalo, hili ni jambo baya. Wakati mwingine hata kwa kutumia fimbo, wakati mwingine hata kwa kuwa mkali, unatakiwa kumuelekeza aweze kuelewa. Lakini pia heshima, ajifunze unyenyekevu na uwajibikaji. Hivi vitu vyote mtoto anahitaji, ni kati ya mahitaji muhimu ya kiroho. Na tunaona pia kwamba kumuelekeza kwa kiimani, hiyo ni muhimu sana. Watoto wanatakiwa kupewa mahitaji ya kiimani. Tuwafundishe juu ya kumjua Mungu, kujifunza kuhusu imani na jinsi ya kuishi, kama kupitia sala, kupitia ibada, mafunzo ya kidini. Tunaona hii kutoka Kumbukumbu la Torati. Naomba hapa tutasoma kwenye maelekezo ya kiimani, kumwelekea katika imani, kumfundisha. Ili ni hitaji muhimu ambalo Mungu pia ameliagiza, anataka tulifanye.
Kumbukumbu la Torati 6 mstari kuanzia huu wa, ngoja nitaanza huu wa 6, nasema na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Kwa tunaona jinsi ambavyo Mungu ametoa maagizo, ametoa maelekezo namna ya kuwalea watoto katika njia ya kimungu. Kwa kuna namna ambavyo amesema kwamba tuwafundishe watoto neno la Mungu tunapokuwa majumbani, tunapotembea, tunapokuwa mtoto akilala, kabla hajalala unatakiwa kumsomea mtoto neno la Mungu. Hili ni mahitaji muhimu ambayo Mungu pia ametuagiza katika Kumbukumbu la Torati. Unapotembea naye mkumbushe habari ya Mungu, mkumbushe ukuu wa Mungu, mkumbushe wema wa Mungu. Unapotembea na kama kuna mistari ambayo amewahi kuishika kanisani au eneo lolote, mkumbushe, au nyumbani kwenye ibada za nyumbani, mwambie tulijifunza nini jana, tuambie huo mstari unamaanisha nini. Wakati mwingine tu unapotembea naye barabarani. Wakati mwingine pia tunajifunza, tunaambiwa kwamba majumbani kwetu tuweke maandiko. Unaweza ukachora maandiko yako, au kuna mabango ambayo yameandikwa neno la Mungu. Andika, weka, yanamkumbusha mtoto kila anapokuwa anasikia kwamba Mungu ana upendo, au zile amri 10 bandika. Mtoto kila atakapokuwa anakumbuka, nimeambiwa usiibe, usifanye hivi, usifanye hivi, anasoma. Au lile tunda la Roho ambalo liko kwenye Galatia, akiangalia tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema. Vile vitu anavyokuwa anasoma, neno la Mungu lina nguvu, linamkumbusha na kumfanya aweze kubadilika. Ambacho mimi nakumbuka kiliwahi kunisaidia na mpaka leo sijawahi kusahau. Nyumbani kwetu kuna mabango ya maneno ya Mungu yalikuwa yanawekwa. Kati ya bango ambalo liliweka ni tunda la Roho. Na wakati huo walikuwa wanatengeneza tu kwa njia ya maboksi, wanaweka sijui vitu gani afu wanaandika. Kwa hiyo sasa wazazi wangu wakawa wamenunua na wameweka nyumbani, wameyaleta hayo mabango tofauti, lakini bango moja hapo ambalo nalikumbuka lilikuwa lina picha ya love, limeandikwa tunda la Roho, afu na kitabu Galatia sijui ngapi pale wameandika. Yakatajwa matunda ya Roho pale, upendo, furaha, amani, uvumilivu. Sasa kadri sisi tunavyozidi kukua, kila siku mimi naanza kujifunza kujua kusoma. Nikikutana na kitu cha kwanza nakutana na tunda la Roho. Nikifika nyumbani naanza kusoma yale matunda ya Roho. Kwa kadri ambavyo nilivyokuwa nazidi kukua, ninachukua Biblia, baadaye nikawa wanasema ni Galatia, nachukua Biblia, nafungua, nasoma, naona kweli hapo yameandikwa kwenye Biblia. Nikaanza kujifunza. Baadaye kadri ninavyoendelea kuyaona na nazidi kuyasoma, nikaanza kuuliza kila tunda moja. Upendo ni kufanya nini? Uvumilivu ni kufanyaje? Upole ni kitu gani? Kiasi ni kitu gani? Kwa hiyo vitu kila nilivyokuwa naelekezwa, kuna vitu kadhaa ambavyo mimi nikatamani kuwa navyo. Nikasema hivi, kumbe unaweza kuwa mpole. Mimi maana walikuwa wanapenda kuniambia kwamba umezidi kuwa mpole sana. Sasa hicho kitu kilikuwa kinaniumiza. Sasa pale nilivyoona wanasema kwamba unatakiwa kuwa mpole, afu tena kuna tunda la kiasi. Nikasema, kumbe mimi nitakuwa mpole lakini nitakuwa na kiasi. Au nitakuwa nafanya kitu fulani lakini nitakuwa na kiasi. Kwa lile tunda la Roho likanifanya nikapenda, nikawa namuomba Mungu nisaidie, nipe tunda la Roho. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo ni muhimu sana katika familia. Tunatakiwa kuwasaidia watoto wetu kuweka mabango yanatukumbusha, yanamsaidia mtoto kukumbuka neno la Mungu na kuweka kwenye ufahamu wake, na linamsaidia katika maisha yake. Lakini pia hata tunaona hapa kwamba anasema hata kwenye unaweza kumnunulia mtoto wako labda kitu ambacho cha kuvaa mkononi, badala ya kumnunulia sijui kitu ambacho kimekacha tu ambao haina kitu chochote. Unaweza kuenda kwa wale watu wakacha, wakakutengenezea maandiko ambayo wewe unatamani mtoto wako awe nayo. Labda unaweza ukasema kwamba mwanangu nipe moyo wako. Unatengeneza ile kacha, unaiandika, unampa mtoto wako kwenye zawadi kama ana birthday au na nini, unamvalisha mtoto wako. Akisoma anakumbuka kwamba hii ni zawadi ambayo nilipewa baba na mama au na baba, kwamba akisoma anakumbuka mwanangu nipe moyo wako. Moyo wangu upendezwe na njia zako. Kwa hiyo unakuta kuna namna ambayo mtoto kila siku anavyoendelea kutafakari hilo neno linamsaidia katika maisha yake.
Lakini pia tunaona kwamba sisi ili andiko la ili ya Torati, Mungu anataka kwamba tuwafundishe watoto wetu hata neno, tufanye ibada majumbani. Ibada za nyumbani zimesisitizwa, ni sehemu muhimu sana, katika eneo muhimu sana katika mambo ya kiroho, sio kanisani. Unaweza kusema mimi mtoto wangu nampeleka kipindi cha watoto, haitoshi. Lakini yale mafundisho ya nyumbani, kanisa la kwanza ni nyumbani. Kwa hiyo hakikisha uwe una ibada ya nyumbani, fundisha watoto wako neno la Mungu. Soma nao neno la Mungu, washikishe neno la Mungu. Muombe pamoja. Wafundishe watoto wako kuomba kwa mahitaji ambayo mnahitaji nyumbani. Sio tu kukaa kimya mnaomba labda baba na mama. Ni vizuri mtoto kumshirikisha kwamba tuna uhitaji, hatuna kitu fulani, tunaenda kumwomba Mungu ili aweze kutusaidia kupata hicho kitu. Mtakavyo ukipata hicho kitu, watoto watagundua kumbe vitu vinapatikana kwa nani? Kwa Mungu, sio kwa baba au kwa mama. Kwa wakati wote, hata kama kuna uhitaji hawana, wanatamani kuwa na kitu, watagundua kwamba Mungu ndio mtu wa kwanza, ni pekee ambaye anaweza kuwasaidia. Watajifunza kumuomba na kumtegemea Mungu hata watakapokuwa peke yao. Kwa ibada za nyumbani ni muhimu. Mafundisho ya baba na mama au walezi ambao wako katika mazingira ya nyumbani ni muhimu sana, yana nguvu, ili hata mtoto atakapofika kanisani mwalimu anakuwa asumbuki, kwa sababu tayari huyu mtoto anamjua Mungu na anajifunza vitu vingi kutoka nyumbani. Kwa nyumbani ni kanisa muhimu sana la makuzi ya mtoto. Kwa hiyo kiroho na kwa kiimani pia mtoto anatakiwa kukua hivyo. Lakini pia tunaona Mithali anasema hivi, mlee mtoto katika njia, Mithali 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa kuna vitu ambavyo ukimfundisha mtoto hataweza kuviacha. Hata kama wewe utasema mimi natumia bidii zangu nyingi huyu mtoto abadiliki, mimi nakwambia na kutia moyo kwamba utakapofanya kwa bidii kwa sehemu yako, hata mtoto akija kuwa ameacha hiyo njia, hatafika mbali. Atakumbuka tu kwamba huku sio asili yangu, atarudi. Hata ikitokea anataka akiacha wokovu, yani tu kuna siku ambayo atarudi, kwa sababu vile vitu ambavyo umeweka ndani yake vitamkumbusha. Ile mbegu iliyopanda ndani yake itamkumbusha. Yale mafundisho ambayo umemfundisha nyumbani au kuelekeza kuhusu Mungu atayakumbuka. Mimi ni kati ya mmoja wapo ambaye huwa sisahau vitu ambavyo wazazi wangu wameniwekea. Hata nikipitia changamoto tofauti kwa sababu nimetoka kwenye familia ambao wazazi wangu wameokoka. Kwa kuna vitu ambavyo nilikuwa naona hatuwezi kuvipata bila maombi. Kwenye ibada za nyumbani tunashirikishwa kabisa tuombee jambo fulani, na nilikuwa naona ambavyo Mungu anaweza kutenda. Kwa hiyo nimekuwa nikijua kwamba nikihitaji chochote lazima nimwambie Mungu. Kwa hiyo nimejikuta sio mtu ambaye natamani kuomba sana kwa watu kuliko kufanya nini? Kumtegemea Mungu. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo mzazi unatakiwa kumfundisha mtoto wako namna ya kumtegemea Mungu. Na ili andiko pia linatufundisha kwamba kama wewe kweli unampenda Mungu, upendo wako kwa Mungu ni namna ambavyo utaonyesha, utamfundisha mtoto wako, utamrithisha mtoto wako kumjua Mungu. Hiyo ni sehemu kubwa sana. Mungu ataona wewe unampenda. Kama unampenda Mungu, njia moja wapo ni kuhakikisha unarithisha kizazi chako kumjua Mungu. Unawafundisha watoto wako kumjua Mungu. Hiyo ni njia moja wapo ya kuonyesha kwamba wewe unampenda Mungu. Na tunaweza kuendelea, tuna mahitaji mengine ya kiroho ni mfano mzuri wa kuigwa. Kwa mzazi au mlezi anatakiwa awe na mfano mzuri. Watoto wanajifunza kwa kuangalia wazazi, walezi na jamii yao. Ni muhimu kuwa na mfano mzuri wa kiroho. Kwa mfano wa kuigwa unatakiwa uwe kwa watoto wanajifunza kupitia wazazi, walezi, kwa wanajifunza kupitia kuiga tabia zetu. Kwa ni vizuri kuwa makini kuendelea na kujifunza na kuwasaidia watoto wetu, mienendo yetu, tabia zetu. Wakati mwingine hata ukiona mzazi umekosea, ni vizuri kuomba msamaha. Kuomba msamaha kwamba mwanangu, hili jambo nimekosea. Wazazi wengi hatupendi kuwaomba wasamaha watoto wetu, lakini tunatamani wao watuombe msamaha sisi. Hiyo ni kosa kubwa. Kwa hiyo kunafika kipindi hata anapokuwa mkubwa ana familia yake, akikosea, hata akimkosea mke, kwa sababu hajawahi kuona wazazi wanaomba msamaha, kwa hiyo yeye hataona ni jambo la muhimu. Ataendelea kubaki hivyo hivyo na kuona kwamba ana haki, sio sehemu yake ya kuomba msamaha.
Hiyo ni jambo la muhimu sana. Wazazi tunatakiwa kuwa watu wa kuigwa. Ukiona umemkosea, hata kama ni mtoto mdogo, mwambie, muite, mwanangu, hapa kweli mimi nimekosea kama baba, naomba nisamee. Hii itamjengea mtoto kuona kwamba kumbe ukikosea unatakiwa kuomba msamaha. Kumbe ukikosea unatakiwa kuomba msamaha na kufanya hivi. Kama baba ameweza kufanya hivi, na kwanza utamfanya mtoto anaweza kukuamini na kujiona kwamba yuko salama. Na yeye akija kufanya hivyo atajua kwamba ukikosea unaomba msamaha. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa watu wa kuigwa. Tunavyoongea maneno yetu, tunavyoishi, tunavyofanya kazi zetu, tunavyokuwa kanisani tunamtumikia Mungu, maisha yetu ya kiroho, watoto wetu wanataka kuiga kutoka kwetu. Na ninavyoendelea naenda kumalizia kwamba amani ya moyoni. Kwa watoto ni vizuri kuwasaidia kiroho katika amani ya moyo. Wafundishe namna ya kushughulikia hisia zao, kusamehe, kuwa na mtazamo chanya wa maisha. Mungu awasaidie watoto wetu, tuwafundishe kwa namna hiyo. Katika mahitaji wanayotakiwa kupata kiroho, mojawapo ni kuwa na amani ya moyoni. Na nyingine pia ushirikiano wa kijamii. Kwa watoto wanatakiwa kushirikiana na shughuli za kijamii, za kidini, kusaidia kazi na utu na mshikamano. Watoto wafundishwe ibadani, kushiriki ibada za kanisa, zile kazi za kanisani, kama kuna usafi, kama kuna matukio yoyote yanayohusisha mtoto ahusike, ajue kwamba na yeye ni sehemu ya ushirika pale kanisani. Kwa ashikamane na wenzie, aone kanisa ni kama familia, aone wale watu wa kiroho ni familia moja na yeye, aone kama ni sehemu ambayo na yeye anaweza kushiriki. Kwa hiyo ni vizuri watoto wetu tuwashirikishe mambo ya kiroho, huduma za kiroho, kama ni kufundisha, kama ni kufanya usafi kanisani, au kazi zozote ambazo zinatokea kanisani, ni vizuri kuwafundisha watoto wetu. Kwa hiyo tumeona mahitaji ya watoto na tumeona kiroho na kimwili, na tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, na amini kuna mtu ambaye amejifunza hivi vitu, ataenda kuvifanyia kazi na Mungu ataenda kumwezesha. Naishia hapo kwa leo, lakini na kukaribisha uendelee kutazama hii channel ya NYTV, ambao pia tutakuwa na hiki kipindi chetu ambacho kinaendelea kila siku ya Jumanne. Usikose mfululizo wa masomo ambayo yanaendelea. Masomo yanaendelea mbele ni mazuri zaidi. Kwa hiyo Mungu akubariki. Ngoja tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Kuna watu ambao Mungu utaenda kukutana nao na mahitaji yao, na naamini wameenda kujifunza. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, utaenda kuwagusa watu wako. Katika jina la Yesu, amen.